الحمد لله ذي المن والإنعام شرع لعباده حج بيته الحرام ليكفر عنهم الذنوب والآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفي جميع الشرك والأوهام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفي جميع الشرك والأوهام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه، فقد فاز المتقون. يقول رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إخوة الإيمان، ndugu zangu katika iman, mpendwa mtazamaji wa kipindi hiki Hakadha Hajja Salihun, hivi ndivyo walivyotekeleza ibada ya hija waja wema waliotangulia, nasi tunasoma habari zao na historia yao na namna gani walitekeleza ibada. Lengo na madhumuni linataasa bihim, ili tuweze kuwaiga katika utaratibu mzima wa ibada, na hatimaye kwa wale watakaowafikishwa kutekeleza ibada ya hija warudi hali ya kuwa wamelipata lile lengo alilolitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam: man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'a min dhunubihi kayawma waladatuhu ummuhu. Kadhalika alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam: alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, kwamba Mtume alayhi salatu wasallam anasema hija ambayo Allah tabaraka wa taala ameikubali, hija yenye kukubalika, haina malipo isipokuwa ni pepo. Ndugu zangu katika iman, leo tupo katika halaka ya 5 katika kipindi chetu hiki cha kueleza hija ya waja wema, hija ya wale waliotangulia, ikiwa tunakusudia kuchukua mafunzo kutoka katika hija yao. Leo insha Allah taala tutaangazia quwwatul ibadati fil hajj, as-salihun wa quwwatul ibadati fil hajj, waja wema na swala zima la nguvu ya ibada, na swala zima la kujikita katika ibada kwa nguvu, au tunaweza tukasema kuwemo kisawasawa ndani ya ibada. Ndugu zangu katika imani, kwa nini tunazungumza maudhui haya ya kuwemo sawasawa, kuwemo kikweli kweli ndani ya ibada? Kwa sababu ukitazama leo hii mfumo wa ibada ya hija kwa wengi miongoni mwa Waislamu, illa man rahima rabbi, ni wale ambao unawatazama unaona kama vile wamekwenda sehemu ya matembezi, au wanafanya mchezo, yani mtu hana ule usirias katika swala zima la kiibada. Leo insha Allah taala nitaanza kuzitaja baadhi ya athar za wema waliotangulia katika masala mazima ya kujipinda kiibada katika msimu wa hajj, hasa wanapopata fursa ya mambo mawili ambayo nimekuwa nikiyataja katika vipindi vilivyotangulia: sharafu zamani wa sharafu makan, fursa ya kuwa katika nyakati zilizokuwa nzuri, kipindi kilichokuwa kizuri katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Kadhalika sharafu makan, utukufu wa pahala pale ambapo mtu anapapata kuwepo, ambapo ni katika viwanja vitukufu, katika ardhi tukufu ya Maka, ardhi ambayo daima siku zote tunasema ni ardhi imekanyagwa na watu watukufu, viumbe watukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, al-nabiyuna wal mursalin, manabii wa Allah na mitume wa Allah wamekanyaga katika viwanja hivi vitukufu. Kwa hiyo mtu anapokuwa amejaaliwa na Allah amemchagua katika wengi miongoni mwa waja wake, akaipata fursa hiyo. Kwa hiyo uwepo wa eneo lile lazima mtu ajue amethaminiwa kiasi gani na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aitumie kwa umakini kiasi gani fursa ya kuwepo katika maeneo yale. As-salihuna wa quwwatul ibadati fil hajj, waja wema na nguvu ya kiibada au utekelezaji wa ibada kwa nguvu katika msimu wa hija, ndio maudhui tunayozungumza katika darasa yetu ya leo. Iko athari ambayo imepokewa kutoka kwa Dhamra ibn Rabi'a, anasema hajajna ma'al Auza'i sanata 50 wa 100. Huyu bwana anasimulia kwamba tulipata kwenda katika ibada ya hija tukiwa tumeambatana na huyu mwanazuoni al-Auza'i mwaka
150 hijiria, fama raaituhu mudtaji'an fil mahmali fi laylin wala naharin qat. Asema sikuwahi kumuona amelala ameweka ubavu wake mudtaji'an, hakuwahi kuonekana ameweka ubavu wake eti amelala wakati tulipokuwa katika safari yetu nzima ya haji, fi laylin wala naharin, sikumuona wakati wa usiku wala sikumuona wakati wa mchana. Yani mchana wake ni ibada na usiku wake ni ibada. Kana yusalli, ilikuwa huyu bwana al-Auza'i anasali, fa idha ghalabahu an-nawm, anatekeleza ibada ya sala, alafu unapokuwa usingizi umemzidia, istanada ila al-qutbi, anajiegemeza katika egemeo lake, anasinzia usingizi hafifu, sio usingizi wa kulala kuweka ubavu chini. Anasema sikupata kumuona akilala akiweka ubavu chini. Hawa ndugu zangu ndio watu waliofahamu thamani. Kwanza masiku ya hija ni masiku machache mno, ayyama ma'dudat, ni masiku machache ya kuhesabiwa, kama yalivyo masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambayo mtu pindi anapokuwa ameingia anaona kama ni masiku mengi tahamaki, anakuja kushangaa yameondoka katika spidi ambayo hauwezi kutarajia. Kadhalika ukiyatazama masiku ya hija kwa mtu mwenye kufanya ibada ya hija, wallahi ni masiku machache sana sana sana. Tukihesabu masiku ya hija, pamoja na kwamba kuna kuwa na nyongeza ya masiku mengine ambayo mtu pengine ameanza safari, amefika mapema, lakini ayyamul hajj, masiku ya hija ukiyatazama uchache wake au idadi yake kwamba ni chache, ukianzia siku ya 8 yaumu tarwiya, ambapo ndio siku a'malul hajj zinaanza, siku ya tarehe 8 ya mwezi wa Dhulhijja, una tarehe 8 na tarehe 9, tarehe 10, 11, 12 na 13, ni masiku 6 tu, wiki moja tayari matendo ya hija yamemalizika. Mtu mwenye kuendelea kubakia basi hiyo ni ziada, lakini haji kama ibada ya haji inakuwa imemalizika. Kwa hiyo huyu bwana alikuwa anautumia usiku wake na mchana wake katika kufanya ibada. Kuna mengi ya kujifunza katika historia yake. Waqala Abdul Aziz ibn Abi Hazim, adalani Safwan ibn Sulaim ila Makkah fama wada'a jambahu fil mahmali hatta raja'a. Haya maneno unaweza ukayapata katika kitabu Hilyatul Awliya mujalladi wa 3 safha ya 158. Asimlia Abdul Aziz ibn Abi Hazim, adalani Safwan ibn Sulaim, anasema nilisuhubiana naye, alirafikiana na mimi katika safari. Bwana mmoja anaitwa Safwan ibn Sulaim, tulisuhubiana katika safari ya kwenda Makka katika kutekeleza ibada ya hija. Fama wada'a jambahu fil mahmali hatta raja, hakupata kuonekana ameweka ubavu wake, hakuwahi kuweka ubavu wake chini kulala mpaka akarudi kutoka katika ibada ya hija, yani akatoka Makka anarejea katika mji wake alikotokea. Hii inamaanisha nini ndugu zangu? Inamaanisha kwamba ilikuwa wanapokuwa katika mji wa Makka, katika viwanja vitukufu, katika maeneo matukufu, walikuwa wanathamini kila sekunde, sikwambii kila dakika, walikuwa wanathamini kila sekunde, kila dakika, kila siku na kila masaa yanavyoondoka, wanajua thamani yake na wanajua kwamba ni muda mchache wataondoka. Kwa hiyo waliichosha mili yao, wakaichosha katika ibada, na ni fursa nzuri iliyoje ndugu zangu, kwani wako wengi sana ambao miongoni mwetu tunachosha mili yetu lakini katika mambo yasiyokuwa na faida, bali al-adha wal-amar, ya kusikitisha na kuumiza, ni mtu kuuchosha mwili wake katika madhambi na maasi ya wal-iyadhu billah. Kwa hiyo hii ni athari namba 2 ambayo inaonyesha namna gani wema waliotangulia walizitumia fursa katika uwepo wao katika ibada ya haji. Waqala Abu Yahya, sahibtu Salam ibn Salim fi tariqi Makkah fama ra'aytuhu wada'a jambahu fil mahmali illa laylatan wahida wa madda rijlayhi thumma istawa jalisa. Vile vile bwana huyu naye ambaye vile vile habari zake unazipata nini, huyu Salam ibn Salim ambaye katika tarjama yake ni Abu Muhammad wa qila Abu Abdurrahman al-Balakhi, qadima Baghdad wa haddatha biha. Qala al-Khatib wa kana Salamun madhkuran bil ibadati wazuhud, ni mmoja katika wema waliotangulia ambaye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao ni muhaddithin. Ameishi katika mji wa Baghdad, akaweka majlisi ya kiilmu, akafundisha watu. Huyu bwana ilikuwa katika manaqibu zake anatajwa ni miongoni mwa watu wa ibada, ni miongoni mwa watu wa zuhudi ambao
wameipa nyongo dunia. Sasa mmoja katika watu ambao wamesuhubiana naye katika safari ya haji anasema, nilisuhubiana naye huyu bwana katika njia ya kuelekea Makka, fama raaituhu wada'a jambahu fil mahmal, sikuwahi kumuona ameweka ubavu wake kwamba analala illa lailatan wahida, isipokuwa ilikuwa ni usiku mmoja tu, na sio kwamba alilala akaweka ubavu, bali aliegemea wa madda rijlai, akanyosha miguu yake kama kupumzika tu kidogo, thumma stawa jalisan, kisha akakaa sawa sawa akaketi akaendelea na ibada. Hivi ndivyo yatakiwa ndugu zangu. Waweza usifikie katika level hii, lakini fatashabbahu illa mtakunu mithlahum, basi walau ujishabihishe na hawa hata kama hukuwa mfano wao moja kwa moja. Fa inna tashabbuha bilkirami falahun, kwa sababu kujifananisha na waja wema, kujifananisha na watu watukufu ndio kufaulu kwenyewe. Tunazungumza habari hizi ili wewe ambaye pengine Allah Jalla wa Ala atakupa fursa ya kwenda katika maeneo haya matukufu, ufahamu namna gani unatakiwa utumie muda wako, ufahamu thamani ya maeneo uliomo, ufahamu thamani ya nyakati utakazokuwemo, ujue kwamba ni fursa kubwa sana, na kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupendelea kwa kukufanya ni mmoja miongoni mwa wengi sana ambao hawakuipata fursa hiyo. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا قدم إلى مكة طاف بالنهار 5 وبالليل 7 وكان يحب أن ينصرف على وتر من طوافه. huyu bwana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ilikuwa yeye katika utaratibu wake anapokuja katika mji wa Makka kwa ajili ya ibada, qadima ila tawafa bin nahari 5 wa bil layli 7, ilikuwa yeye ana hobi ya kufanya tawafu. Na bil munasaba ndugu zangu katika iman, ibada ya tawafu, kuizunguka nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, unapopata fursa ya kuwa katika mji wa Makka, moja katika ibada zilizokuwa tukufu, moja katika fursa ya kupata khairi na thawabu zilizokuwa nyingi ni ibada ya tawafu. Kwa hiyo ilikuwa Abdullah ibn Umar yeye katika utaratibu wake wakati wa mchana anafanya tawafu mara 5, kwa maana kwamba anazunguka shautu zile 7, shautu ya kwanza, shautu ya pili, shautu ya 3, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7. Hiyo ni mara moja. Anaendelea, kwa maana kwamba ni mtu anafanya tawafu muda wake mwingi. Anafanya wakati wa mchana anatufu mara 5, wa billaili 7, na wakati wa usiku vile vile anapata fursa ya kufanya tawafu. Na sio hivyo tu, wakana yuhibbu an yansarifa ala witri min tawafihi, ilikuwa katika utaratibu wake anapenda anapofanya tawafu basi akimaliza amalize na tawafu ambazo ni witri kama 5, kama 7 wa hakadha. وكان المغيرة بن الحكيم الصنعاني يحج من اليمن ماشيا. Angalieni ndugu zangu katika iman, watu waliokuwa na himma katika ibada, watu ambao waliweka malengo yao makuni kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, mahma kallafa, vyovyote itakavyokuwa imemgharimu kwa gharama yoyote, kwa nguvu yoyote na riski ya namna yoyote, lakini ni kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu bwana Al-Mughira ibn al-Hakim as-San'ani ilikuwa anakuja haji kutoka katika nchi ya Yemen, anakuja Makka mashian, akitembea kwa mguu wake. Wakana lahu wirdun bil-layl yaqra'u fihi kulla laylatin thuluth al-Qur'an. Alikuwa na utaratibu, alikuwa na wirdi yake, ana mfumo na utaratibu amejiwekea wa kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa hii wirdi yake, utaratibu wake aliojiwekea katika kukisoma kitabu cha Allah ilikuwa ni kila siku anasoma theluthi ya Qur'an. Subhanallah, anasoma theluthi ya Qur'an. Jiuliza anaisoma wakati gani? Fayaqifu fayusalli hatta yafragha min wirdihi, anasimama akiswali anasoma ile wirdi yake ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala mpaka atakapomaliza, kwa maana ya kwamba kisimamo chake cha usiku anasoma theluthi nzima ya Qur'an. Thumma yalhaqu birrakbi mata lahiqa bihim. Alikuwa huyu bwana anaondoka na msafara, lakini inapofika wakati wa usiku yeye husimama kuswali mpaka msafara ukaondoka, lakini yeye kwa sababu ana utaratibu, ana wirdi yake amejiwekea lazima ikamilishe. Msafara unaondoka, yeye anaendelea na swala yake mpaka atakapomaliza ule wirdi wake, ndio anaondoka sawa sawa amewadiriki au hakuwadiriki. Wakati mwingine anakutana nao wakati wa mchana, farubbama lam yalhaq bihim illa fi akhir an-nahar, wakati mwingine hakutani nao mpaka mwisho kabisa wa mchana.
watu wameshakwenda, wamepumzika, wameanza tena safari, lakini yeye lake ni lengo kuu ambalo ameliweka mbele ya macho yake kwamba hakika lazima alitimize, nayo ni kukamilisha ile wirdi yake. Ndugu zangu katika imani, hadhihi quwwatul ibada, hii ndiyo nguvu ya ibada, hii ndiyo azma ya kweli kweli katika ibada kwa wema ambao waliotangulia, ambao tunasoma habari zao ili na sisi tuweze kuwa mfano wao au tuweze walau kuwakaribia. Lakini lengo vile vile ni kuamsha himma na juhudi na kuona kwamba vyovyote utakavyofanya ibada usije ukafika pala ukaona kama vile umefanya kitu kikubwa sana, unastahili kupongezwa au hakuna aliyefanya kama wewe. Wako waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao wamepita wamefanya ibada kisawasawa. وقد عقد ابن أبي شيبة في مصنفه بابا فقال فيه ابن أبي شيبة katika musannaf wake juzu ya 387 ukurasa ameandika mlango maalum katika kitabu chake al-Musannaf, akaandika man kana yastahibu idha dakhala ar-rajulu makkah alla yakhruja hatta yaqra al-Qur'an. Ameeleza katika kitabu chake, ukikipata katika ukurasa wa 387 mjaladi wa 3, ameorodhesha baadhi ya watu katika wema waliotangulia ambao ilikuwa wanapenda katika utaratibu wao wanapokuja katika mji mtukufu wa Makka kwa ajili ya ibada ya hija, walikuwa na utaratibu kwamba haondoki Makka mpaka walau awe amehitimisha Qur'ani walau khatma moja. Thumma dhakara qawla Ibrahim an-Nakhi kana yu'jibuhum idha qadimu Makkah alla yakhruju minha hatta yakhtimu al-Qur'ana biha. Ilikuwa Ibrahim an-Nakhi ilikuwa inawafurahisha katika utaratibu wao wanapoingia katika mji wa Makka kwamba wasiondoke katika mji wa Makka mpaka wawe wamekamilisha Qur'ani, akisoma Qur'ani mpaka akamaliza khatma yake, hapo ndipo anapoweza kaondoka katika mji wa Makka. Na hii utaona ni namna gani walivyokuwa na pupa katika kuchunga muda wao. Kwa hiyo muda wake yatakallabu ma baina salati wa dhikri wa qiraati al-Qur'an wa ghairi dhalika, yani ni ibada baada ya ibada. Akifanya tawafu akachoka anasoma Qur'an, akisoma Qur'ani akachoka anafanya dhikri, alimradi muda wake ulikuwa, yani mtu anautumia muda wake katika mambo ambayo yanarejea kwake kwa manufaa. Lakini leo hii walilasaf, ukiwatazama mahujaji wetu wengi muda wao wanautumia kuzunguka madukani, wanautumia katika kushangaa, wengine waliaadhu billahi wanautumia katika kukaa katika vikundi vya kusema watu, kuteta watu, kusengenya, wengine wameshughulishwa na mambo ambayo yasiokuwa na faida, alimradi muda wao mwingi unapotea katika mambo yasiokuwa na faida. Kwa hiyo yazingatie haya ndugu zangu katika imani, ili alau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikuchagua katika watu watakaokwenda katika ibada ya haji uweze kunufaika na muda wako, na hata unaporudi unajua kabisa kuna kitu kikubwa ambacho umekifanya kitakachokufaa mbele za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, alquwwatu fil ibada matlubatun shar'a, nguvu au kuziendea ibada kwa nguvu, pamoja na athari hizi ambazo tumezitaja baadhi ya athari za wema waliotangulia, vile walivyokuwa na bidii na juhudi katika ibada, ni jambo hakika linatakiwa, bali ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelinukuu ndani ya kitabu chake kitukufu. Tutaziona baadhi ya aya, tutayaona baadhi ya maelekezo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya kadhaa ndani ya kitabu cha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tukianza na aya 63 katika surati al-Baqara, Allah Jalla wa Ala anasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Allah anatusimulia habari za Bani Israili, anasema pindi walipokuwa wamepewa masharti, wamepewa mithaqi na Allah Subhanahu wa Ta'ala, akawaambia khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Khudhu ma atainakum biquwwa, Allah Tabaraka wa Ta'ala akawaambia chukueni kwa bidii na jitihada kubwa haya tuliyokupeni katika muongozo huu, kwa maana kwamba wasiyafanyie mchezo. Zile sheria walizopewa Allah akawataka wazichukue kwa nguvu. Wadhkuru ma fihi, na daima kumbukeni yale yaliyomo katika maandiko hayo, yaliyomo katika mithaqi hii, miongoni mwa sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikumbukeni mzitie katika utendaji, la'allakum tattaqun, ili muweze kujikinga na kusalimika na adhabu za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni surati al-Baqara aya 63. Tunaona Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema khudhu ma atainakum biquwwa, chukueni yale tuliyokupeni, maagizo, maamrisho, makatazo
biquwwatin, kwa nguvu. Hapa tunajifunza kwamba Allah tabaraka wa taala anataka tutekeleze ibada kwa nguvu, anataka tujiepushe na makatazo kwa nguvu, alimradi quwwatun fil ibada. Lakini kadhalika Allah tabaraka wa taala katika aya 93 katika surati al-Baqara vile vile akasema khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Allah anawakhatibu bani Israil, chukueni yale tuliyokupeni kwa nguvu, biquwwatin, kwa nguvu, wasma'u, na kuweni wasikivu. Kuweni wasikivu kwa maana kwamba myasikilize maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala na kisha myafanyie kazi, myaweke katika utendaji. Lakini vile vile Allah jalla wa ala akasema katika surati al-A'raf aya 143-45 akasema Allah tabaraka wa taala akieleza agano baina yake na Musa alayhi salatu wassalam, akasema wakatabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan likulli shay' fakhudha biquwwa wa'mur ahlaka ya'khudhu biahsaniha. محل شاهد فخذها بقوة. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. na kwa hakika tulimwandikia Nabii Musa alayhi salatu wassalam fil alwahi, katika zile mbao, wengine wakasema katika Taurat. Allah tabaraka wa taala anasema tulimwandikia mawaidha ya kila kitu anachokihitajia katika hukumu za dini, katika sheria alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alimwandikia kila kitu, akampa mchanganuo, kisha akamwambia fakhudha biquwwa, chukua sheria hizi kwa nguvu, ai ihmilha mahmal aljid, zibebe katika ubebaji ambao ni wa serious wa kuzifanyia kazi. Kadhalika waamrishe watu wako nao wazichukue kwa nguvu. Hapa vile vile tunaona Allah subhanahu wa ta'ala anatuagiza au anamwagiza Musa, kadhalika anatuagiza na sisi kuzichukua ibada kwa nguvu, sio kwa mzaha na mchezo. Lakini vile vile tunamkuta Allah tabaraka wa taala pia katika surati Maryam aya ya 12 anamwambia, au Allah anatusimulia, anasema ya Yahya khudhil kitaba biquwwa. Alipopewa Taurat akaambiwa ichukue hii Taurati kwa nguvu, ichukue kwa nguvu, kwa maana sheria zake uzifanyie kazi. وتتأكد هذه القوة أيها الإخوة والعزم والحزم مع فضيلة الزمان والمكان، وهو متوفر في شعيرة الحج، هذه الشعيرة العظيمة. hii nguvu katika ibada, azma ya kweli katika kutekeleza ibada na kutokufanya mchezo, inakuwa ina msisitizo zaidi pale mtu anapokuwa katika zama zilizokuwa tukufu, yani katika nyakati na masiku yaliyokuwa matukufu ambayo ni masiku ya haji, kadhalika katika maeneo yaliyokuwa matukufu ambayo ni katika mji mtukufu wa Makka. Na haya yapo katika mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja, mwezi ambao watu wanapata fursa kupata mambo mawili muhimu. Wanakuwa wana sharafu zaman, kadhalika wana sharafu makan. Ndugu yangu katika imani, ukitazama maneno haya tuliyozungumza, kadhalika ukatazama hali za wema waliotangulia na nguvu yao katika ibada, namna gani walikuwa yastashiruna sharafa zaman wa annahum yastaghilluna alfursa hadhihi wa tatadaafu alibada, utashangaa namna gani walivyokuwa wakizitumia fursa na ibada inaongezeka na nguvu katika ibada na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika utashangaa. Lakini vile vile tunamtazama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam inaelezwa katika haji yake ambayo ni hija ya kwanza na ya mwisho, ambayo imekuwa ni mashuhuri kama hajjatul wadaa, haithu waqafa nabiyuna sallallahu alayhi wasallam yawma arafa yad'u Allah azza wa jalla. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisimama katika viwanja vya Arafa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala mundu anzalati shamsu, tangu jua lilipopinduka. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesimama juu ya kipandwa chake ila ghurubi shams, hali ya kuwa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala mpaka jua likazama, mubtahilan bidhikri wad-du'a wal-inabati wal-khushu' rafi'an yadayhi, hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amenyenyekea kwa Allah, amejidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa anamtaja, anamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala,
hali ya kuwa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa amedhalilika na amenyenyekea kwa Allah tabaraka wa ta'ala, rafi'an yadayhi, hali ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amenyanyua mikono yake mitukufu, hatta innahu saqata zimamu rahilatihi, mpaka ikafika wakati ile hatamu ya mnyama wake ikadondoka mtume sallallahu alaihi wasallam, fa amsakahu bi ihda yadayhi wa huwa rafi'un al-ukhra, akaishika na mkono wake mmoja hali ya kuwa amenyanyua mkono mwingine. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam amenyanyua mikono kuanzia jua lilipopinduka mpaka jua linakwenda kuzama. Mtume amenyanyua mikono, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, anambembeleza Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka hatamu ya mnyama wake ikadondoka. Mtume anaishika na mkono mmoja na mkono mwingine umenyanyua, hali ya kuwa ameshughulika na swala zima la ibada. Watazame leo ndugu zangu katika imani, mahujaji wengi miongoni mwetu tunapokuwa katika viwanja vya Arafa, wako ambao wameshughulishwa na kupiga picha. Mtu anapiga picha katika WhatsApp, sasa hivi niko Arafa, sasa hivi niko juu ya mlima, ni hivi. Mtu anafanya pengine anashughulika na kuwatafuta wenzake anaofahamiana nao, awapige picha, wawatumie watu katika magrupu, wal-iyadhu billah. Muda wake mwingi unapotea. Mwingine anazunguka kutafuta vyakula, mara amechukua hiki, mara ameacha kile, akitoka hapo amechoka anakwenda kulala. Muda wake ni mchache sana ambao anautumia, hali ya kuwa Arafati ndugu zangu katika imani ni masaa machache mno. Ni kuanzia tu jua likipinduka mpaka kufikia jua kuzama, ni masaa machache sana ambayo yatakiwa mtu afahamu thamani yake na ajue kwamba yuko pahala gani na kwamba anaweza asipate fursa nyingine ya kuwepo katika maeneo kama hayo. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam lam yamal wa lam yata'ab min tuli alqiyam wa du'a. Mtume hakuchoka wala hakukata tamaa wala hakuzembea kwa sababu ya urefu wa kisimamo na dua zake ndefu alizokuwa akiziomba mtume sallama. Innaha alquwwatu fil ibada wal ladhatu fil munajah. Kilichomsukuma mtume sallam na kinachotakiwa kukusukuma wewe ndugu yangu katika imani, quwwatun fil ibada, ni kule kuwa na azma ya sawasawa katika ibada, lakini vile vile ni kule kuona ladha ya kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, quwwatul munajah. Ndugu zangu katika imani, wa mimma yulfitu an-nadhara ila anna ba'd al-hujjaj la yura'i hurmata az-zamani wal makan. Lakini kinachosikitisha ni pale ambapo tunawaona mahujaji wengi hawachungi, hawathamini wala hawajali utukufu wa zama walizonazo, wala hawajali utukufu wa maeneo wanayokuwemo, wala yastashiru annahu kharaja min baitihi wa ahlihi wa malihi wa baladihi, wala hana hisia hata kukumbuka kwamba ametoka nyumbani kwake, kaacha familia yake, amewaacha watoto wake, amemwacha mke wake, kaacha biashara zake, bali kaacha mji wake au nchi yake kwa ajili ya kuja tu kupata thawabu, kwa ajili ya kuja kuchuma. Lakini unamkuta mtu hatofautishi baina ya kuwepo kwake Maka na kuwepo kwake Tanzania au kokote katika nchi yake, au baina ya kwamba yupo katika haram au yuko katika maeneo mengine, au baina ya kwamba yuko katika masiku matukufu na nyakati tukufu na kuwa katika masiku mengine na nyakati nyingine. Kwa hiyo ndio unamkuta mtu muda wake mwingi usiku na mchana anaumaliza katika qila wa qala, ni porojo, ni mazungumzo, ni mtu wa simu, ni mtu wa hivi, ni mtu wa kuzunguka madukani, ni mtu wa kuzungumza visa visivyokuwa na maana, ni mtu wa kutafuta vichekesho na mambo kama hayo. Bali kinachosikitisha na kuumiza zaidi, inawezekana watu katika vikao vyao wanakaa vikao vya kuteta na kusengenya fulani kadha fulani kadha, hali ya kuwa muda wao unaondoka bure, hali ya kuwa wako katika maeneo matukufu, maeneo ambayo kama tulivyotangulia kueleza katika halaka zilizotangulia, Allah jalla wa ala ametoa angalizo, wa man yurid fihi biilhadin bidhulmin nudhiquhu min adhabin alim. Yoyote anayekusudia kufanya dhambi, anayekusudia kufanya mabaya wala maovu, basi Allah jalla wa ala anasema tutamuonjesha adhabu yenye kuumiza, sawa sawa ni hapa duniani au ni kesho akhira, wal iyadhu billah. Ndugu yangu katika imani, haya tuliyozungumza lengo lake kuu ni kuamsha hamasa, ni kuamsha himma na nguvu ya kufanya ibada. Pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakuchagua akakufanya ni miongoni mwa wachache ambao wamepata fursa hizo za kwenda katika viwanja vitukufu, lazima utambue haya tuliyoeleza kwamba muda wake ni mchache, ni masiku machache ya kuhesabiwa. Lakini vile vile chukua hizi athari tulizozieleza za watu ambao walikuwa hawalali. Wewe fikiria masiku 6 mtu halali, sio usiku wala mchana, haweki ubavu chini. Kwa nini? Kwa sababu anauthamini muda wake, anajua ni masiku machache mimi nitaondoka katika maeneo haya matukufu. Kwa hiyo unamkuta baina qiraati alquran, imma anasoma Qur'an, imma anafanya tawafu, imma anafanya dhikri, imma anaamrisha mema au anakataza mabaya, alimradi kwamba kila sekunde na dakika inayoondoka yuko katika ibada. Huyu ndiye ambaye akitoka katika haji
tunaweza tukamwambia hajjun mabrurun wa sa'yun mashkurun wa dhanbun maghfur. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ila liqa'in qadim.